kidogo. Asante sana kwa wewe ambaye unaendelea kutufuatilia kupitia mtandao wa YouTube Matukio Daima TV. Mimi naitwa Kayanda Henry Manyanya. Niko hapa na mgeni wangu wa heshima kabisa siku ya leo. Yeye ni mdau kubwa kabisa wa masuala ya elimu. Huyu kwenye elimu basi amebobea na ana mambo mbalimbali ambayo angetamani sana kuweza kushare na sisi kwa siku hii ya leo. Ni mkaribishe sana. Karibu sana. Asante sana. Nashukuru sana, naitwa Yusuf Sesanga. Kama nilivyotambulishwa, mimi ni mdau wa elimu. Johnson Group Company Limited ni wauzaji wa bajaji 4, bajaji aina ya Maxima, Guta aina ya Toyo na pikipiki aina mbalimbali. Tupo wazi siku zote za wiki. Tunauza vipuri na matengenezo. Tunatoa warranty kuanzia miezi 6 kwa Guta, miezi 12 kwa bajaji na pikipiki. Ushauri ni bure kwa chombo ulichonunua. Tupigie 0623700700. Email johnson98@gmail.com. Napenda elimu na naamini kwamba sisi kama Afrika tunatakiwa tuboreshe elimu zetu. Badala ya kusubiri mtu kutoka mahali kwingine, naamini sisi wenyewe tunaweza kuboresha elimu zetu. Mimi nikukaribisha sana, na pengine katika kuboresha elimu yetu kwa hapa Tanzania, mfumo ambao unatumika sasa hivi wa elimu kuanzia ngazi ya msingi mpaka chuo kikuu, unaonaje? Kwanza kabisa nashukuru serikali kwa kazi wanayofanya, juhudi zao. Naona kwamba anajitahidi waziri wetu, rais wetu wanajitahidi sana kuboresha elimu, lakini naamini bado kuna maeneo mengi ambayo ni ya kuboresha zaidi. Wiki mbili zilizopita kulikuwa na report ambayo inaonyesha kwamba walimu wa huko chini wa kindergarten zaidi ya 50% hawapati mafunzo pasavyo. Nina maana watoto wetu kule chini msingi sio mzuri sana. Na mimi cha kwanza kabisa tuboreshe huko chini, watoto wapate msingi mzuri. Utafiti unaonyesha kwamba kati ya mwaka mmoja au kati mtoto anapozaliwa mpaka miaka 6, wenzetu wanaita window of opportunity. Pale ni muda wa kumjengea mtoto msingi mzuri. So naamini tunapozungumzia elimu huko juu, chuo kikuu, bila kuangalia huko chini, nafikiri tunakosea. Inabidi tuanze kabisa huko chini, msingi ukoje, ndo tuanze kufikiria primary, secondary na chuo kikuu. Nafikiri ni kuanzia huko chini mpaka juu. Na mimi naamini hivyo kwamba tuanzie huko chini, twende primary, twende secondary mpaka chuo kikuu. Na naamini kabisa kwamba mdau mkubwa sana wa kubadilisha elimu ni mwalimu. Sasa inabidi kuweka nguvu sana kuzalisha walimu wazuri, walimu sahihi. Ukiangalia nchi ambazo zimeendelea kwenye elimu, nitakupa mfano wa nchi kama Finland. Kitu ambacho wamekifanya ni kuboresha ufundishaji wa walimu. Yaani wanahakikisha kwamba walimu wamekaa vizuri ndio wanaingia darasani. Sasa hapo mimi naona kama kuna gap kwa upande wetu, kwamba walimu wanavyotayarishwa kwenda kufundishwa, nafikiri kuna kitu ambacho inabidi tukifanyie kazi zaidi. Watu wengi wamekuwa kishauri kwamba mfumo wa sasa hivi umekuwa ni mfumo wa nadharia na wanatamani ubadilike uende katika vitendo. Upa nafasi gani mfumo wa ufundishaji kwa vitendo katika mabadiliko ya kukuza elimu nchini kwetu? Na nakubaliana na hiyo hoja kabisa kwamba mfumo tunaotumia ni wa nadharia sana. Na ni mfumo ambao umefocus sana kwenye kufaulu kupata A division 1 bila kuangalia kile mtoto anachokipata kama ni kweli kitabadilisha maisha yake, kitabadilisha nchi yetu. Na mimi naamini kwamba tukiweka mkazo kwenye elimu ya vitendo, jamii itabadilika. Maana siku hizi
watu wanaulizana ili kupata sifa kidogo. Mtoto wako mpata ngapi bwana? Mwingine akirudi tu nyumbani na matokeo anaweza umekuwa wangapi? Mwingine akirudi tu mpata division ngapi? Lakini hatuangalii ule ujuzi ambao ameupata. Amepata division 1. Je, ile division 1 yake inamsaidia kufanya nini? Je, ana uwezo wa kutengeneza japo kikombe cha maji? Hii ndio elimu watu wanahitaji, kwamba mtu aweze kutengeneza kitu ambacho kinaonekana. Sio katika tu maandishi, mtu anaweza tu kuandika lakini vitendo hamna. Ndio mfano wangu. Juzi kuna fundi alikuja, alikuwa anatengenezea sola kule shuleni. Na mimi nimesoma physics mpaka A-level, nimesoma PCB na kaenda chuo kikuu, nimesoma Sokoine. Ni mwana science. Sawa sawa. Lakini yule bwana amekuja anajua vitu vingi. Sasa nikamuuliza swali moja kwenye physics. Wewe physics ulisoma mpaka level gani? Akaniuliza physics ni nini? Nikashangaa. Baadaye akanieleza bwana mimi nimesoma mpaka la 7. Lakini anajua sana. Mimi nimesoma mpaka chuo kikuu, lakini vile vitu anavyovijua sivijui. Mimi ninachojua kwenye mambo ya umeme naweza nikaweka balbu. Basi mambo mengine. Lakini nimesoma physics. Hii inakupa uhalisia wa elimu yetu kwamba kwa kweli tusipozingatia elimu ya vitendo tunapoteza muda, tunapoteza pesa, tunapoteza rasilimali. Maana mimi naamini kwamba kama tunataka kubadilisha Tanzania, kama tunataka kubadilisha East Africa au Afrika, tuwekeze sana kwenye elimu ya vitendo. Watu wapate msingi mzuri lakini waweze kuvifanyia kazi vile wanavyo visoma. Sasa tunafanyeje kuweza kufanikiwa hili, kwa sababu watu wenye ujuzi, ndio umetoa mfano huyo alikuwa anakuja kutengeneza sola, si ndio? Lakini kuna wengine pia ambao wako mitaani ni mafundi mechanics, si ndio? Wana uwezo mkubwa sana wa kutengeneza vitu, si ndio? Lakini vile vitu vile wanavyovifanya havijawekwa katika maandishi sasa, si ndio? Ili tuone kwamba kazi wanazozifanya wa Tanzania za kibunifu tumekuwa na muda mwingine tukizalau. Mtu fulani labda kagundua ndoo ya maji ile kwa ajili ya kunawia mikono ambayo iko kielektroniki, na tunakaa tunabeza. Tunafanyaje sasa hao wavumbuzi ili hayo wanaoyafanya sasa ya Kiafrika sasa, si ndio? Yaingizwe katika mitaala yetu, wanafunzi waliopo mashuleni wayafanyie kazi ili wapate ule ujuzi. Nafikiri ni mchakato, na mimi kwamba kuna kazi imeanza kufanyika. Kuna wenzetu wa COSTECH ambao wana taasisi ambayo inasimamia ubunifu nchini. Nafikiri kuna kazi kubwa wanaifanya kuendeleza ubunifu, lakini pia VETA na nasikia wameanzisha program wao unaoeleza vijana kama hao ambao wanafanya vitu kuingiza kwenye mfumo rasmi. Sasa wana kitu wameanzisha, lakini naamini kuna mengi tunaweza kufanya zaidi. Mimi naamini hata shule zetu zingebadilishwa kuwa na nani mbili, labda vocational na hizo elimu za kawaida. Na sione kama ni kitu kigumu sana. Tukiandaa walimu wa kutosha kufundisha elimu hizi za mikono, nafikiri inawezekana. Ili kama Ujerumani wanavyofanya. Ujerumani mtu anatoka chuo, anatoka shule anajua vitu vya mkono na vitu hivi vya elimu ya kawaida. So naamini hata Afrika tunahitaji hilo zaidi, na naamini inawezekana. Tusifocus sana kwenye elimu hizi tu za darasani za kufaulu na kupata A. Kwa kumalizia sasa, ungependa kuona kama hili linaanza sasa, lingeanzia katika level ipi ya elimu, kwamba lianze kuanzia kindergarten au tuchague kundi fulani kwamba shule ya msingi au sekondari? Tuanze na kundi lipi? Mimi nafikiri tuanzie huko chini kabisa. Tuanzie huko chini kabisa kuweka hiyo mbegu. Huko chini tunaangalia watoto wanapenda nini, na wanavyozidi kupanda juu kwa primary, sekondari, mnaanza kumchano kwenye ile eneo ambalo ana passion nalo. Na baadaye anapoenda chuo tayari ameshagundua kitu anachokipenda. Naamini kwamba ni vizuri mtu afanye kitu anachokipenda.
na tunamkuza kwenye eneo hili ambalo analipenda zaidi. Mimi nikushukuru sana. Tumekuwa na muda mfupi kuweza kujadili masuala mawili matatu kuhusiana na masuala ya elimu, na Yusufu anasema kwamba watoto wanatakiwa waanze kuwa wagunduzi wavumbuzi. Kati ya maneno mawili, wagunduzi wavumbuzi. Sijui Kiswahili unaweza kujua. Kuvumbua, kuna kuvumbua na kuna kugundua. Sasa haya maneno nafikiri yote ni muhimu. Kwa hiyo tangu wakiwa wadogo wakuzwe katika misingi ya kujua kwamba wafanye vitu kwa vitendo. Kama mtoto anaambia bwana hii ni saa, si ndio? Basi ajue namna ya kuitengeneza. Kujua kwamba hiki kinatoka hiki, badala ya kusoma tu kwamba huu ni moyo, sehemu zake ni 1 2 3 4 5, inaishia hivyo tu. Mtoto anakalili kwamba huu ni moyo, anafaulu mitihani, anasema amepata A, lakini kumbe hamna kitu ambacho. Na kuna wakati unaweza kaambia utaje sehemu zako za mwili kwenye mtihani ukajikuta umekosa, umefeli. Wakati unaona kabisa na hiki kwa ni masuala ya uelewa. Binafsi naona mfumo wetu wa elimu unatakiwa pia kuboreshwa zaidi, licha maboresho ambayo yanafanyika na serikali. Kwa hiyo tuendelee kuangalia namna ambavyo tunaweza tukaboresha zaidi. Mimi naitwa Kayanda Henry Manyanya na hii ni MDTV. Tutaendelea kukuletea vipindi vizuri kabisa murwa na barabara kutoka hapa studioni kwetu. Endelea kutufuatilia. Johnson Group Company Limited ni wauzaji wa bajaji 4, bajaji aina ya Maxima, Guta aina ya Toyo na pikipiki aina mbalimbali. Tupo wazi siku zote za wiki. Tunauza vipuri na matengenezo. Tunatoa warranty kuanzia miezi 6 kwa Guta, miezi 12 kwa bajaji na pikipiki. Ushauri ni bure kwa chombo ulichonunua. Tupigie 0623700700. Email johnson98@gmail.com.